Mimi na wewe tukatae kula matako. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naambia wanafanya, natamani mtu mmoja awe yani moja binafsi awe na uwezo wa kujipambania mwenyewe kwenye imani. Yaani akikutana na shida sema mimi ndio niliyookoka. Mimi hapa mimi. Sio sisi, mimi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na uwezo ambao yaani Mungu anaweza kukusemesha wewe private kwa siri, akakwambia mambo ya kimbingu, akakufunulia hali ndivyo inavyoendelea. Amen. Mimi naposimama hapa Mungu anakusemesha. Wewe mtu huyu anaongea hapa yeye. Hii ni nguvu yangu na kitu kinachoongea kipaji. Kuna watu wana vipaji. Bwana asifiwe. Watu wana vipaji, ndugu yangu, anaweza kupiga sarakasi hapa mpaka kabaki unashangaa na ukaamini kwamba kweli Mungu anakutumia, lakini kumbe sio Mungu. Nikasema watumishi wa Mungu wengi tunatumika, lakini Mungu alishaondoka. Bwana asifiwe. Tunatakiwa kumruhusu Mungu na Roho wake wawe ndani yetu. Wao ndio watufunulie. Wao ndio watupe picha. Wao ndio watupe mtazamo wa kiungu. Amen. Unajua sisi ni binadamu na tunatazama kibinadamu. Nikivaa hivi suti, mnasema hongera mtumishi. Suti sio utumishi. Nimegundua majambazi wengi wanaoibia watu wanavaa suti. Anavaa kama mimi. Kwa hiyo hapo sasa kuna mambo sasa. Mimi kweli baba anaweza kawa tapeli. Kumbe ndio tapeli hapa na mtapeli. Yaani suti tu yenyewe shakutapeli tayari. Bado hajaanza maneno. Sasa na sisi tusibaki kwenye huo mfumo wa kuangalia kama watu wengine. Tunapaswa kuangalia. Biblia inasema katika kitabu cha Samueli, Mungu haangalii kama mwanadamu aangaliavyo. Yeye anatazama nini? Ndani. Moyo wa mtu ndio anaotazama Mungu. Na sisi pia kwa sababu tunakwenda mbinguni tunatakiwa tuwe na mtazamo wa kimbingu. Amen. Ogopa sana mtazamo wa kimungu tu wa kibinadamu, unamuona tu mtu mnyenyekevu. Alikuja tapeli mmoja hapa. Aliwatapeli watu. Alikutapeli nini bwana? Godoro liliondoka. Alikuwa mtumishi wa Mungu sana. Alikuja hapa kaeleza watu wakashangilia mtumishi. Kuwa na mtazamo wa kimbingu. Mtazamo wa kimungu uwe ndani yako na ndani yangu. Amen, watumishi wa Mungu. Amen. Jamani, amina. Amen. Mimi nakwambia ukizifahamu siri za Mungu, ukaishi katika siri za Mungu, yani kwa kweli utatembea kifua mbele sana. Hautaona shida yoyote. Amen. Jamani, amina. Amen. Tukasoma ile Ufunuo 3. Tukakutana na maneno yanayosema anajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, lakini umekwisha kufa. Hili neno hivi ushawahi kujitafakari? Tumishi tunaenda mbinguni basi. Jamani, tunaenda mbinguni. Jamani, tunaenda mbinguni, tupunge mkono namna hii. Amen. Darasa mchangamke kidogo basi, kwa sababu nimesema muda huu kila mmoja amejibeba mwenyewe, anatafuta anakaza mwendo, anakwenda mbinguni.